Kabla ya taarifa hizi za ndani ambazo tunaleta moja kwa moja kutoka hapa Mbeya, Tanzania, naomba kushukuru wote ambao mnafuatilia taarifa zetu ambazo ni za ukweli. Tunazileta moja kwa moja kila siku kuhakikisha kwamba tunawataarifu yanayoendelea hapa Tanzania. Kabla nizame kwa undani, ikiwa unatazama kwa mara ya kwanza, wewe ni mgeni na hauja subscribe katika channel hii ya Tanzania Eye TV, chukua sekunde moja tu, bonyeza batoni ya subscribe, washa kengele ili kuendelea kupata taarifa hizi kemkem kila wakati. Cha kuzingatia cha muhimu zaidi unapoendelea kutazama hii kanda, bonyeza alama ya like na asante. Karibu ni kuhabarishe taarifa zile ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari. Uongozi wa Samia umeonekana kuwa mgumu sana baada ya Tanzania kuchafuka tena siku ya leo ghafla. Kivipi? Najua kuna maandamano ambayo yamepangwa kufanyika tarehe 7 mwezi wa 7 mwaka huu, na leo tunapoangalia, leo ni tarehe 5. Ni siku mbili tu zimesalia ili maandamano yatande hapa Tanzania. Samia ameonekana kuondolewa mamlakani baada ya haya kufanyika. Vile unavyotazama kwa skrini yako, kuna waandamanaji hapa. Sasa kuna nyimbo ambazo ziliweza kutanda hapo chini, wameandika hatumtaki Samia, sauti za sikika kwenye baridi la Simba. Nirudie ili tukaweze kuelewana, kwa sababu haya yataunda msingi hasa kwa yale ambayo ninaenda kuzungumzia kwa kana hii. Hatumtaki Samia, wamemuondoa kabisa Samia Suluhu Hassan mamlakani. Wanasema hatumtaki Samia, sauti za sikika kwenye baridi la Simba. Najua kwa wale ambao mmesikia sauti zilikuwa zinatanda kila mahali, hatumtaki Samia, hatumtaki Samia kwenye baridi la Simba. Yaani ni kama ameondolewa mamlakani huyu Samia, na hawa watu ambao walikuwa wanaimba kwa baridi la Simba, huku wengine wakibeba mabango. Yaani matayarisho kwamba kabla ya maandamano kutanda siku ya Jumanne, watu washatangaza kwamba hatumtaki Samia Suluhu Hassan kuendelea kukaa Ikulu Chamwino ama Dar es Salaam, hatakiwi. Sasa wakati watu walikuwa wanaimba hatumtaki Samia, hatumtaki Samia, hatumtaki Samia kila mahali, hatumtaki Samia kwenye baridi lile la Simba, hii inaashiria nini? Maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7, Jumanne, ni kesho tu inapita. Maandamano ya siku ya Jumanne sasa inaashiria kwamba maandamano hayo ni ya kumng'oa mamlakani Samia Suluhu Hassan. Unajua wengi wetu tulikuwa tumetaarifiwa tu kwamba maandamano yatakuwa ya malengo matatu au manne. Lengo la kwanza, kuhakikisha ya kwamba mheshimiwa ambaye ni mwenyekiti bara Chadema Tundu Lissu ameachiliwa huru. Lengo la pili, kuhakikisha ya kwamba tume mpya, serikali imelazimishwa kuunda tume mpya ya uchaguzi hapa Tanzania. Lengo lingine la tatu ni katiba mpya iweze kupitishwa. Lengo ambalo hatukuwa tunaliona ni la ukweli ama la maana sana, kwa sababu ashaingia mamlakani, ni kusema Samia yani uchaguzi uweze kufanyika upya hapa Tanzania. Sasa wakati hao walikuwa kwenye baridi la Simba, walikuwa wanaimba hatumtaki Samia. Sasa maandamano haya ya Jumanne sasa yanaashiria kwamba ni Samia Suluhu Hassan anaenda kung'olewa kwa maandamano hayo. Sasa tumeweza kudhibitisha kupitia sauti ambazo zilikuwa zinatanda kila mahali kwenye baridi la Simba kwamba Samia hatakiwi kuendelea kukaa mamlakani. Unajua tuliona jeshi la polisi wakitoa vitisho kwamba siku ya tarehe 7 mwezi wa 7 walikuwa wanatoa vitisho, sisi hatutawalinda waandamanaji, kumaanisha vikosi mbalimbali vya dola wamejipanga. Si mnaona wamemwawa kila mahali, jeshi limemwawa Dar es Salaam, miji mikuu, hata hapa Mbeya nimeona, nimetoka hapa nje nimeona wanajeshi kila mahali, kila mahali, kila mahali. Sasa wamejipanga na marisasi, wanataka kuwaua Watanzania, na wakasema wakati huu hawawezi kucheka na mtu, Machawa wengine walikuwa washatangaza kwamba yeyote ambaye ataonekana kwa maandamano
watakiona, kwa sababu tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka jana, wakati kulikuwa na maandamano, wakasema ilikuwa kionjo. Sasa ndio watasababisha taharuki na kukinukisha, kumaanisha wale watu ambao waliuawa hapa Tanzania walikuwa zaidi ya 10,000. Sasa wanajipanga kuua zaidi ya 10,000. Unajua wanaangalia Tanzania ni kubwa, na sasa hivi tuko zaidi ya milioni 60 ya watu. Sasa wamejipanga hata wakiua milioni 1 ila tu waendelee kukaa mamlakani. Ndio maana machawa wengi wa CCM, machawa wa Samia wanaendelea kutoa vitisho hapa na pale. Jeshi la polisi ama jeshi la wananchi ambao wanajiita tu wao ni jeshi la wananchi, ndio wanasema ya kwamba hawatalinda waandamanaji, kumaanisha kila kikosi kimejipanga kuhakikisha ya kwamba watu wameuliwa hapa Tanzania. Sasa wacha tusubiri. Unajua tumeona hata kikosi hiki ambacho kinaitwa Tanganyika Freedom Fighters TFF wamejipanga, wanaharakati wamejipanga kukiinukisha siku ya Jumanne hapa Tanzania. Wanataka kuona, lakini tunasikia sasa, tunasubiri tuone kama hili linaenda kutimia, kwamba hapo kesho siku ya Jumanne, yani siku ya Jumatatu, huyu jamaa ambaye ni kiongozi mwenyekiti wa bara Chadema Tundu Lissu anaenda kuachiliwa, kwa sababu taarifa za ndani zinatueleza ya kwamba wanataka kumwachilia tarehe 6 hapo kesho, ili kabla ya maandamano, ili maandamano yaweze kusitishwa. Hayasitishwi kwa sababu sasa ishatangazwa mapema kwamba hatutaki Samia, kumaanisha ni Samia hatakiwi kuendelea kukaa mamlakani. Sisi tupo papa hapa kuhakikisha ya kwamba tunawataarifu yale ambayo yanaendelea hapa Tanzania, licha ya jeshi la wananchi kutangaza ya kwamba wao watalinda waandamanaji, na machawa wa CCM na wao wakasema wanaenda kukatana watu vichwa. Naona sasa, unajua demokrasia lazima izingatiwe. Kama mtu anaingia barabarani kuandamana kulazimisha serikali muachilie uhuru Tundu Lissu, hamna makosa. Mbona Tundu Lissu anashikwa? Mbona Tundu Lissu anawekwa gerezani kwa zaidi ya mwaka mmoja, karibu siku sasa 500? Kwa nini? Anashtakiwa kwa kosa la uhaini. Uhaini upande wa jamhuri hauna ushahidi, ni kuongea tu. Kesi ambayo aliweza kupambikiziwa ili kufanikisha siasa za huyu Samia Suluhu Hassan, ambaye aliweza kujichagua, akajitangaza, akajiapisha chini ya ulinzi mkali wa kijeshi katika uwanja wa kijeshi. Kuna Mtanzania wa kawaida aliweza kuhudhuria uapisho wa Samia Suluhu Hassan kwa kile ambacho anajua hamna yeyote ambaye alimpigia kura, ila tu kuwaua watu na kutulazimisha kwamba yeye ndiye rais hapa Tanzania. Naendelea kufuatilia taarifa zingine, nitarejea kwa mengi zaidi, lakini ikiwa unatazama na hauja subscribe na kupembeleza ukaweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza kitufe hicho ili kuandikiwa subscribe. Tukutane baadaye. Kwaheri kwa sasa.